Leo nilikuwa na ziara ya kukagua hali ya maandalizi ya vyuo vikuu vyote vya mkoa wa Iringa kuelekea katika zoezi la ufunguzi wa vyuo vyetu kuanza mwaka mpya wa masomo. Na kama mnaofahamu kwamba kwa sababu tunakwenda kwenye ufunguaji wa vyuo, tunatarajia kupokea wanafunzi wapya wengi sana. Kwa mfano chuo cha Ruku tu kuna wanafunzi wapya 4000. Chuo chenu hapa mna wanafunzi wapya 2000. Chuo cha Iringa pale tuna wanafunzi wapya 1800. Unaweza ukaona tuna wananchi wapya ambao watakuwa na sisi hapa zaidi ya 1000 ngapi? 7,000 watakuwa hapa. Kwa hiyo serikali kwa kuona ukubwa wa hilo kundi la watu wanaokuja iliona ipo haja na hoja ya kujiridhisha ni kwa kiwango gani vyuo vyetu ambao vinakwenda kupokea hawa vijana zaidi ya 7,000 katika mkoa wetu vimejiandaa kuwapokea. Vimejiandaa katika mazingira gani, mipango yao, utaratibu wao ni kwa kiwango gani ili kundi kubwa litakuja kupokelewa vizuri na kuanza maisha yake ya kitaaluma hapa vizuri. Nichukue fursa hii kuwapa habari wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na nje ya Iringa kwamba mkoa wa Iringa kupitia vyuo vikuu vilivyoko hapa nimejiridhisha na hali ya maandalizi ya kupokea wanafunzi katika mkoa wetu. Na niwapongeze sana niwapongeze sana wakuu wa vyuo na makamu wakuu wa vyuo pamoja na management za vyuo kwa namna ambavyo wamejiandaa kikamilifu kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapokelewa vizuri na wanaanza safari yao ya kitaaluma bila changamoto yoyote katika vyuo walivyovichagua kuja kusoma kwenye mkoa wetu wa Iringa. Nimefurahishwa sana na namna ambavyo tumejipanga kwenye eneo la mapokezi. Nimefurahishwa sana na namna ambavyo tumejipanga kwenye zoezi la usajili. Nimefurahishwa sana na namna ambavyo tumeziandaa vizuri ofisi zetu za malipo. Nimefurahishwa na namna ambavyo tumejipanga kuhakikisha kwamba maeneo ya hostel na mabweni kwa vyuo vyenye mabweni yameandaliwa vizuri kwa ajili ya kupokea wanafunzi. Lakini pia nimefurahishwa na namna mpango wetu unaruhusu ratiba ya vipindi kuanza bila kuwa na changamoto ya aina yoyote. Lakini kipekee nimefurahishwa na huduma zilivyopangwa. Huduma za afya, huduma za chakula na huduma zingine ambazo zinahitajika katika maeneo ya shule zimewekwa katika utaratibu mzuri sana. Ni imani yangu kila mwanafunzi wa Tanzania aliyejaliwa bahati ya kuja kusoma Iringa hatojutia atakaporipoti katika mkoa wetu wa Iringa. Sisi kama serikali na vyuo vyote ambavyo wamevichagua tutahakikisha wanapata huduma bora na za msingi na wanafurahia uwepo wao katika mkoa wetu. Jambo la msingi ambalo limetupelekea kutembelea vyuo vyote leo ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuisimamia ajenda ya usalama wa wanafunzi, ajenda ya usalama wa walimu na ajenda ya usalama wa vyuo vyetu. Kwa sababu usalama wa nchi unaanza na usalama wa wananchi wenyewe. Kwa jukumu letu la msingi kama serikali ni kuhakikisha usalama wa walimu wetu wanaokuja kufundisha na usalama wa wanafunzi wetu wanaokuja kufundishwa na usalama wa majengo na miundombinu itakayotumika kufundishwa vyote vinakuwa salama kabla ya kufunguliwa vyuo, wakati wa kufunguliwa vyuo na baada ya vyuo kuanza kazi zake. Kwa hiyo tumejiridhisha kwa vyuo vyote tulivyovitembelea kwamba hali ya maandalizi ni nzuri, cautions za kiusalama zimechukuliwa, lakini vyombo vyote vya ulinzi na usalama tayari vimefanya wajibu wake wa msingi wa kushauriana na mamlaka za vyuo namna bora ya kudhibiti matishio na athari za kiusalama ambazo zikatokea kwenye maeneo yetu ya chuo.